Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine kwa mwendelezo wa kipindi chetu, kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnuko Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba hizo chini ya tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka pamekuwa kuna movement kadhaa ambazo zimekuwa zikiendelea katika eneo la Mashariki ya Kati mpaka kuelekea maeneo ya Mashariki ya Mbali. Kwanza kabisa ni movement ambayo imefanyika, movement mbili ambazo zimefanyika ambazo zimetokea asili yake kutoka katika nchi ya Pakistan. Ya kwanza inamuhusu Shehbaz Sharif ambaye ni waziri mkuu wa nchi ya Pakistan kuelekea katika nchi ya China kwenda kuonana na Xi Jinping. Maana yake hili linachukua mwendelezo wa safari za viongozi wengi kuelekea katika nchi ya China. Ukiachilia siku za nyuma kuna uongozi ulitoka katika nchi ya Iran ukiongozwa na Abbas Araghchi kuelekea katika nchi ya China, na kisha ukafuatiwa na safari ya rais wa nchi ya Marekani, Rais Donald Trump, na kisha ukafuatiwa na safari ya rais wa nchi ya Urusi, Rais Vladimir Putin, na hii leo maana yake ni mwendelezo wa safari nyingine, maana yake kutoka kwa waziri mkuu wa nchi ya Pakistan kuelekea katika nchi ya China. Hii inatoa ishara ya umuhimu wa nchi ya China, na kwa hivi sasa maana yake ni moja katika senta muhimu ambayo tunatarajia kwamba katika siku za usoni, kuanzia hivi sasa na hata katika siku za usoni, itaendelea kuwakusanya viongozi wengi kuelekea katika nchi husika, kwa kuzingatia kwamba huenda ikawa ni chemchemu muhimu kwa ajili ya mipango mingi ya kistratejia ambayo itahusisha nchi mbalimbali duniani, na hili linabebwa na ukuaji wa nchi ya China katika upande wa uchumi, lakini vile vile nguvu yake katika upande wa stratejia, hasa kutokea katika upande wa mashariki mwa dunia. Lakini vile vile movement ya pili ambayo imetokea katika nchi ya Pakistan hasa takriban masaa 24 yaliyopita ni safari ya Asim Munir, Field Marshal Asim Munir ambaye ni mkuu wa majeshi wa nchi ya Pakistan kuelekea katika nchi ya Iran. Safari yake actually ni safari ya masaa 24 ambayo kwa hivi sasa ameshaanza safari ya kurudi kuelekea katika nchi ya Pakistan. Ni safari ambayo tunaichukua katika umuhimu wa namna yake, kwa kuzingatia kwamba Field Marshal Asim Munir ni moja katika watu muhimu ambao wanahusika na swala la usuluhishi wa mvutano ulioko baina ya nchi ya Iran pamoja na nchi ya Marekani. Na safari yake kuelekea katika nchi ya Iran maana yake ni safari ambayo inaashiria wazi ni kwa ajili ya kuweza kuziba baadhi ya gaps ambazo zilikuwepo katika sehemu ya proposal au mapendekezo ambayo yamekuwa kitoka katika pande zote mbili, ikitoka katika upande wa Iran kuelekea katika nchi ya Marekani kupitia nchi ya Pakistan, na ikitoka katika nchi ya Marekani kuelekea katika nchi ya Iran kupitia nchi ya Pakistan. Lakini hili tunasema tunalichukua katika uzito wa namna yake, kwanza kutokana na taarifa ya baadhi ya mapendekezo ambayo yanaonekana yametolewa na nchi ya Iran, ambayo inaonekana imetarget katika sehemu kama 4, na mapendekezo husika kulingana na maelezo yaliyotolewa na Muhammad Baqir Kalibafu ambaye ni spika wa bunge wa nchi ya Iran, ambaye anazingatiwa kama ni mmoja katika viongozi wa juu kwenye swala la usuluhishi huu au sehemu ya mijadala inayohusiana na mvutano huu baina ya Iran na Marekani. Kwa maelezo ya Muhammad Baqir Kalibafu ni kwamba hicho walichokitoa au ili pendekezo walilolitoa ndio mwisho wao wa hawana nafasi tena ya kuongeza sehemu ya pendekezo ili kuweza kurahisisha swala la makubaliano baina yao na nchi ya Marekani. Na pendekezo walilolitoa kama ni sehemu ya tunasema ile memorandum of understanding, kama ni sehemu ya utangulizi tuseme wa kile ambacho wanaona kwamba inaweza kawa ni sehemu ya mazungumzo ya awali baina yao na nchi ya Marekani, imetarget katika sehemu kama 4. Sehemu ya kwanza kulingana na maelezo ya nchi ya Iran ni kwamba wanachohitaji vita iweze kusimama katika sehemu zote, maanake ikihusisha vile vile na sehemu ya nchi ya Lebanon. Eneo lote la Mashariki ya Kati maanake liweze kusiz, pasiwe na mgogoro wa namna yoyote, sio leo bali na wakati ujao. Hiyo ni pointi ya kwanza katika yale ambayo wameyapendekeza. Lakini jambo la pili katika yale ambayo wameyapendekeza ni kuhusiana na Marekani kuondoa blockade yake katika ghuba ya Oman.
Hapo actually maana yake lengo lake au target yake kubwa ni kutarget meli zinazoingia na kutoka katika nchi ya Iran. Hilo ni jambo la pili. Lakini jambo la tatu, Iran wameonyesha uwezekano wa kufungua mlango bahari wa Hormuz, pamoja na kwamba haijawa bayana kabisa kwamba framework inakuwaje au ile muundo unakuwaje wa ufunguaji wa mlango bahari wa Hormuz, kwa kuzingatia kwamba mlango bahari wa Hormuz ulikuwa kwa hivi sasa katika nchi ya Iran, maana yake upo chini ya mamlaka maalum ambayo inaitwa Persian Gulf Strait Authority, ambayo inasimamia ile swala la mlango bahari wa Hormuz. Ina maana wameshatengeneza utaratibu huo ambao unabebwa kisheria kuhusiana na swala la usimamizi wa mlango bahari wa Hormuz, lakini inaonekana kwamba kuna uwezekano huo, kulingana na maelezo yalivyo, inaonekana kama kuna uwezekano huo wa Iran kuweza kufungua mlango bahari wa Hormuz, pamoja na kwamba details za kama utafunguliwa katika muundo wa namna gani, hilo ni jambo ambalo halijawa bayana. Lakini pointi ya 4 katika kile ambacho wameonyesha kwamba kinawezekana au kinatakiwa kifanyike kulingana na pendekezo lao ni Marekani kuweza kuondoa jeshi lake katika sehemu ambayo inazingatiwa kwamba ni battlefield, ni uwanja wa vita. Kwa hiyo maana yake ni kwamba katika ile eneo la Mashariki ya Kati Marekani waweze kuondoa jeshi lake. Sasa hili tumesema tunalichukua katika uzito wa hali ya juu, kwa sababu baada ya kuondoka kwa Asim Munir, kilichofuatia ni Iran kuweza kufunga space yake, kufunga anga yake, especially katika miji ya upande wa magharibi mwa nchi ya Iran, ambao kwa kuzingatia ndio miji ya kwanza kuweza kupokea aina yote ya mashambulizi kutoka katika nchi ya Marekani au kutoka katika nchi ya Iran. Hii ni kuonyesha kwamba Iran huenda wana taarifa ya kwamba kuna uwezekano wa nchi ya Marekani kushambulia katika nchi ya Iran, lakini vile vile ni kuchukua tahadhari kutokana na proposal ambayo wenyewe wameitoa, lakini vile vile ni kuzingatia baadhi ya maelezo ambayo yamekuwa kitolewa na baadhi ya viongozi wa nchi ya Marekani, ikiwemo Marco Rubio alipokuwa anaelekea katika nchi ya India. Actually, mmoja katika maelezo ambayo aliyazungumza ni kwamba hakuna muda, yani hakuna uwezekano wa kuweza kutoa maelezo ya ziada kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika sehemu ya juhudi ya majadiliano baina ya Marekani na nchi ya Iran. Lakini wakati huo Marekani ni lazima ijiandae kwa mpango wa pili itakapokuwa kwamba mpango wa kwanza umeshindikana. Haya ni maelezo ambayo yanaashiria uwezekano wa Marekani kuweza kushambulia katika nchi ya Iran. Kwa hivyo ukiangalia kwanza proposal jinsi ilivyotoka, bado inaashiria kwamba kuna mambo mengi sana ambayo yanavutia Marekani na Irani kurudi tena katika mgogoro mwingine kama mambo hayatochukuliwa katika umakini mkubwa. Pamoja na kwamba amekuwa kuna ripoti za kuonyesha kwamba Rais Donald Trump amekuwa akitofautiana kiasi fulani na Waziri Mkuu Netanyahu, lakini ni maelezo ambayo wakati mwingine tunashindwa kuyachukua katika uzito wa hali ya juu, kwa kuzingatia kwamba mpango wa Rais Donald Trump yeye mwenyewe amekuwa akikariri kuonyesha uwezekano wa kushambulia katika nchi ya Iran, jambo ambalo bila shaka tumekuwa tukikariri inawezekana likana na madhara makubwa kwa Marekani kuliko vile inavyotegemewa. Sasa tunasema pointi hizi maana yake zinavutia zaidi kuingia katika mgogoro tena kuliko kumalizana kabisa na mgogoro ulioko baina ya Marekani na Iran, kwa kuangalia engo nyingi. Engo ya kwanza ni kuhusiana na swala la urutubishaji wa nyuklia. Swala la urutubishaji wa nyuklia maana yake katika proposal ya nchi ya Iran hawazingatii kwamba ni msingi wa mazungumzo ya awali. Hilo ni jambo ambalo maana yake linahitaji discussion ya muda mrefu, lakini vile vile zinahusisha makundi ya wataalamu kuhusiana na hilo, na hii ni kwa kuzingatia hata yale mapendekezo ya awali ya nchi kama ya Iran yalikuwa yanaonekana yako very technical. Kwa mfano katika siku za nyuma walikuwa wanazungumza kuhusiana na kuweza downgrade ile, kuishusha ile sehemu ya uranium iliyorutubishwa kutoka katika 60% kwenda katika 20%. Kupropose 20% maana yake ni jambo ambalo liko very technical, kwa kuzingatia kwamba ile urutubishaji wa chini, low uranium enrichment, ambao urutubishaji unaweza kutumika katika huduma za kawaida za kibinadamu, kilele chake huwa ni 19% ya urutubishaji, na urutubishaji wa juu ambao wenyewe wanaita highly uranium enrichment, manake huwa unaanzia katika 21% kuelekea juu. Ukifikia 21% kwenda juu, manake ni kilele ambacho mtu anakusudia ikiwezekana hata kutengeneza silaha.
Kwa hivyo Irani katika siku za nyuma walikuwa wanataka 20%, maana yake walikuwa wanahitaji kwamba wapunguze ile sehemu ya urutubishaji ikae katika mpaka baina ya urutubishaji wa juu na urutubishaji wa chini. Sasa vitu kama hivi ni very technical ambavyo vinahusisha wakati mwingine wataalamu kuweza kufanya discussion ya muda mrefu, na ndio maana inaonekana kwamba katika sehemu ya proposal hii swala la uranium, urutubishaji wa uranium na mfano wake, maana yake limewekwa pembeni. Irani kwa hivi sasa hawahitaji kujadili kuhusiana na hilo. Hilo ni jambo la kwanza ambalo kwa upande wa Marekani wao wanaona kwamba discussion ya kuhusiana na swala la nuclear, hilo ni jambo muhimu. Urutubishaji wa nuclear ni jambo muhimu, lakini katika upande wa nchi ya Iran wanaona kwamba hiyo sio sehemu ya discussion kwa hivi sasa. Hili peke yake linaweza likaleta sintofahamu, pamoja na kwamba kiasili mtazamo wa Marekani haukuwa una focus kwamba Iran isifanye urutubishaji, na ndio maana kwenye mwaka 2015 Marekani waliingia katika mkataba wa Joint Comprehensive Plan of Action, mkataba ambao ulikuwa unairuhusu Iran iweze kufanya urutubishaji wa 3.67, ukihusisha baadhi ya nchi kubwa duniani, nchi kama za Urusi, China, Ujerumani, Ufaransa, Uingereza pamoja na Marekani. Kwa ina maana Marekani kuingia katika mkataba ule ilikuwa inaashiria kwamba sio sehemu ya view yao kwamba Iran wasirutubishe kabisa. Lakini plani ya kwamba Iran wasirutubishe kabisa, hili ni pendekezo la nchi ya Israel. Kwa ina maana Marekani wanaweza wakalisimamia hilo au wakapinga kwamba kwa nini katika proposal hakuna uranium, kwa maslahi ya mshirika wao wa eneo la Mashariki ya Kati ambayo ni nchi ya Israel. Lakini kiasili manake haikuwa proposal ya nchi ya Marekani. Lakini jambo lingine katika hiyo issue ya nuclear, Rais Donald Trump amekuwa akikariri na viongozi wa Marekani wamekuwa akikariri kwamba Irani hawawezi kuwa na silaha za nuclear. Lakini kiasili ukiangalia Iran hawajawahi kusema kwamba wanahitaji kuwa na silaha za nuclear. Maana yake mpango wa kuwa na silaha za nuclear sio vision ya Iran. Na kama ni vision kwa hivi sasa, maana yake ni vision inayojengwa na maslahi ya kidharura, kwamba kutokana imekuwa imeshambuliwa zaidi ya mara moja. Mwezi wa 6 mwaka jana ilishambuliwa, na mwaka huu vile vile kwenye mwezi Februari ilishambuliwa katika mazingira ya namna hiyo. Maana yake inaweza ikafanya kama mpango wa dharura na mazingira ya namna hiyo. Kwa hiyo kiuhalisia ni kwamba vision ya Marekani na Iran katika swala la nuclear ni vision ambayo inatofautiana, jambo ambalo linaweza likapelekea kwamba makubaliano au pendekezo lililotolewa vile vile lisiweze kukubalika katika nchi ya Marekani. Hiyo ni pointi ya kwanza. Lakini pointi ya pili, kuna tatizo la kusini mwa Lebanon, ambapo Israel hivi sasa wamekuwa wakifanya vita na kundi la Hezbollah upande wa kusini mwa Lebanon. Ukiangalia natija au msingi wa mgogoro wa kusini mwa Lebanon ni mgogoro ambao ulikuwa umetengenezwa very technical. Tukisema very technical, maana yake ni kwamba toka mwaka 2024 kwenye takriban kwenye mwezi wa 10 walipoingia makubaliano ya amani baina ya Israel na kundi la Hezbollah, Israel walikuwa wakiendelea kufanya mashambulizi karibia mwaka mzima. Walikuwa wakiendelea kushambulia kule kusini mwa Lebanon katika mazingira ambayo Hezbollah wenyewe walikuwa hawarespondi kwa namna yoyote. Aina ya mashambulizi yalikuwa yakifanywa na Israel yalikuwa yanachochea upande wa pili uweze kureact, lakini kwa sababu Hezbollah walikuwa wameshadhoofika kwa kiwango kikubwa, especially kwa kuuliwa kwa baadhi ya watu wake kama kina Hassan Nasrullah na baadhi ya viongozi muhimu wa kundi hilo, maana yake ilikuwa inahitaji iweze kubuy time na kuweza kutengeneza mfumo wa tofauti na mfumo uliopo, na maana inaonekana kwamba kwa kiwango kikubwa ni kama walikuwa wamesizi. Lakini ilipotokea mgogoro baina ya Marekani, Israel pamoja na Iran, eneo la kusini mwa Lebanon lilikuwa linaingia katika moja katika strategic areas, katika maeneo ya kimkakati kwa upande wa nchi ya Iran. Kwa mazingira namna hiyo, maana yake ilikuwa inazingatiwa kama ni fursa nzuri ya kundi la Hezbollah liweze kureact, lakini ilikuwa ni sehemu ya mtego wa nchi ya Israel, kwamba Israel wenyewe tulikuwa tunahitaji ni kwamba Hezbollah waweze kureact ili ikiwezekana waweze kufanya expansion mpaka katika upande wa kusini mwa Lebanon. Pamoja na kwamba mazingira ya vita yamekuwa sio rafiki sana, kwa kuzingatia kwamba Hezbollah wamekuwa wakijitahidi sana kutumia drones, na matumizi ya drone tumekuwa tukikariri kwamba kwa hivi sasa dunia haina solution ya matumizi ya drone, na ndio maana nchi kubwa kama za Urusi zimekuwa zikipata shida, zikisumbuliwa na nchi kama Ukraine, hasa kwa sababu ya matumizi ya drone, na ndio kitu ambacho kinatokea sasa hivi hata katika upande wa Israel kule kusini mwa Lebanon.
Sehemu nyingi ambazo wamekuwa wakishambulia manake zimekuwa haziruhusu sana kufanya ground maneuver, kwa sababu vifaru zile Merkava tanks ambazo zimekuwa zikiingia kusini mwa Lebanon zimekuwa zikikumbana na upinzani wa drone, jambo ambalo ina maana plani ya Hizbullah ni kuilazimisha Israel wapigane vita ambayo Hizbullah wenyewe wanaitaka, na sio vita nyingine, bali ni vita ya kuingia kwa miguu kuliko kuingia kwa vifaru. Sasa move ya namna hii ni picha halisi ya eneo la kusini mwa Lebanon, lakini kisiasa ni move ambayo ina manufaa makubwa, especially kwa Waziri Mkuu Netanyahu, kwamba anahitaji zaidi nchi kuingia katika hali ya migogoro, kwa kuzingatia kwamba utaratibu wa kisheria wa nchi ya Israel wakati mwingine unazuia kufanyika kwa matukio makubwa kama uchaguzi kipindi nchi ipo katika migogoro ya kivita, kama hali inaendelea katika upande wa kusini mwa Lebanon. No matter kwamba labda nchi inaathirika kwa kiwango gani, maana yake inapata faida au inapata hasara, lakini maana yake situation nzima au ile hali nzima inazingatiwa kwamba ni moja katika hali ambazo zinaweza zikazuia kufanyika kwa baadhi ya michakato kama ya uchaguzi na mfano wake, jambo ambalo kwa Waziri Netanyahu kwa hivi sasa inawezekana likawa lina manufaa makubwa kwa kiwango fulani. Sasa shida inakuja kwamba kijeshi Israel wanaamini kwamba wapo katika position nzuri katika upande wa kusini mwa Lebanon, pamoja na kwamba na upinzani ambao wanakutana nao kutoka kwa kundi la Hezbollah. Lakini vile vile kisiasa kwa Waziri Netanyahu, jambo hili au kubaki katika hali hii maanake kuna manufaa kwa upande wake. Ukiangalia proposal ambayo imetoka ya nchi ya Iran, maanake inataka kwamba migogoro istopu katika eneo zima la Mashariki ya Kati, jambo ambalo kwa upande mmoja au mwingine, kwa upande wa Israel hili kuweza kukubalika bila shaka litakuwa ni jambo gumu. Ugumu unapokuwa umepatikana, maanake ni kwamba mgogoro hauwezi kustop kwa namna yote, kwa kuzingatia kwamba hiyo ni sehemu ya proposal au ni sehemu ya pendekezo ambalo linataka ile hali ya sintofahamu iweze kuondoka baina yao, kwamba Iran wanachokihitaji ni kwamba vita iliyopo katika eneo la Mashariki ya Kati yote iweze kustop kwa hivi sasa, jambo ambalo kwa upande wa Israel ambaye ni mshirika wa karibu wa Marekani hawezi kukubali jambo hilo liweze kustop, especially katika upande wa kusini mwa Lebanon. Kutokukubaliana katika hilo maanake vile vile bado linavuta uwezekano wa kuibuka kwa mgogoro kwa watu kushindwa kufikia katika sehemu ya makubaliano. Lakini katika upande wa Iran maanake issue ya kusini mwa Lebanon ni moja katika issue muhimu, kwa kuzingatia kwamba Hizbullah waliwa support Iran katika kipindi cha vita, na ndio maana katika swala la makubaliano ya amani katika eneo la Mashariki ya Kati, Hizbullah inaingia au kusini mwa Lebanon unaingia katika ajenda ya nchi ya Iran hii kwa ajili ya kuchunga ile sehemu ya support ambayo wamekuwa wakiipata kutoka katika kundi la Hizbullah ambao linakaribiana na mipaka ya nchi ya Israel. Lakini jambo lingine ambalo linaonekana kwamba linaweza likaleta sintofahamu au linakaribisha kuendelea zaidi kwa mgogoro ni swala la jeshi la Marekani kuondoka katika eneo la Mashariki ya Kati. Hii ni moja katika proposal ya nchi ya Iran katika zile pointi zake 4. Sasa swala la Marekani kuondoka katika eneo la Mashariki ya Kati, hii ni ajenda ya nchi ya Iran, na tumekuwa tukizungumza kwamba lau Marekani watakusudia kuweza kuendeleza mgogoro ulioko baina ya mgogoro ambao umepita, kwamba kuendeleza tena katika mtindo wa vita, tumekuwa tukikariri kwamba itakuwa ni sababu ya Marekani kuondoka katika eneo la Arabian Peninsula. Itakuwa ni sababu ya Marekani kuweza kuondoka katika eneo la Arabian Peninsula, pamoja na kwamba move hiyo itaipa advantage zaidi nchi ya Israel, kuzingatia kwamba mpaka sasa hivi kile kinachoonekana zile asset nyingi za Marekani zimekuwa zikipelekwa katika nchi ya Israel. Hata zile ndege kama shuttle tankers nyingi zimekuwa zikionekana katika sehemu kama Ben Gurion Airport zaidi kuliko katika maeneo ambayo siku za nyuma ilikuwa ikionekana sehemu kama za zile Prince Sultan Base na mfano wake kule Saudi Arabia. Nyingi zimeonekana kama zimehamishwa, zimepelekwa katika nchi ya Israel. Sasa tunasema kwamba Marekani wakijaribu kufanya tena mashambulizi itakuwa ni sababu ya kuondoka kweli katika eneo la Mashariki ya Kati, especially maeneo ambayo yasiyokuwa Israel, maeneo kama ya Saudi Arabia na mfano wake, kwa sababu hii ni sehemu ya ajenda ya nchi ya Iran kuhakikisha kwamba Marekani wanaondoka katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa hivyo hata mashambulizi mengi yanaonekana yatafocus zaidi katika sehemu ya bezi za Marekani, kuhakikisha kwamba ile sehemu ndogo ya bezi zilizobakia ambazo zinaweza zika function, maana yake ni kuhakikisha kwamba na zenyewe haziwezi tena kuoperate. Hii ni sehemu ya plan ya nchi ya Iran. Na plani hii inaonekana katika sehemu ya proposal yao imekuwa ni sehemu ya pendekezo lao.
kile ambacho wanakusudia kukifanya kwa vitendo katika sehemu ya mgogoro wamejaribu kukiweka katika mtindo wa maandishi ili kuona kwamba wanaweza kufikia lengo katika njia ya kidiplomasia ya kwamba Marekani waondoe jeshi lao katika eneo la Mashariki ya Kati. Jambo ambalo kwa upande mmoja au mwingine katika upande wa Marekani hatuna imani kama litakubalika. Hatuna imani kama jambo hilo litakubalika kwa sababu Marekani anapigania walau mazingira yarudi kama yalivyokuwa awali. Ambayo yalikuwa yana faida kwa upande wake. Mazingira kabla ya vita yalikuwa na faida kwa upande wake, na ili imekuwa likikaririwa na baadhi ya maafisa kama kina Marco Rubio kwamba tunachojaribu kukifanya ni kwamba ikiwezekana mazingira yaweze kurudi kama ilivyokuwa awali. Kama ni mlango bahari wa Hormuz, maana yake meli zile zinapita kama kawaida, lakini vile vile katika eneo la Mashariki ya Kati mazingira yarudi kama ilivyokuwa awali, isiwe kama hivi baada ya Iran kuwa imefanya mashambulizi katika bezi za Marekani na mfano wake. Kwa hivyo swala la Marekani la Iran kusema Marekani waondoe jeshi lao katika eneo la Mashariki ya Kati, maana yake huku ni kuondoa, ni kuvunja uti wa mgongo wa Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, jambo ambalo Rais Donald Trump hawezi kulikubali. Rais Donald Trump hawezi kulikubali, na hawezi kulikubali kwa sababu Rais Donald Trump anaamini kwamba yeye ana nafasi ya kutengeneza historia ambayo watu wengine hawakuitengeneza. Kwa mwaka 2017 2018, maana yake alikamilisha ndoto ya Israel ya takriban kwenye ya miaka takriban kama 70, maana yake kuanzia kwenye miaka ya 47 48 ilipotangaza kwamba Israel ni nchi huru mpaka kufikia kwenye mwaka 2017 18, yeye ndio alotangaza kwamba Jerusalem ni mji mkuu ni mji mkuu wa Israel. Maana yake hii ilikuwa ni moja katika achievement ya Israel, lakini vile vile katika achievement nyingine ambayo anahitaji aweze kuiaccomplish ni swala la kuhakikisha kwamba anaondoa uwezo wa nchi ya Iran ili iweze kubaki katika historia kwamba ndio rais ambaye ameweza kuthubutu kufanya jambo ambalo wengine wameshindwa kulifanya, kwa sababu proposal ya kuishambulia nchi ya Iran haikuwa proposal ya leo. Kuanzia kina Barack Obama, kina George W. Bush, kina Joe Biden, wote walipelekewa proposal ya namna hiyo, lakini waliona kwamba ni proposal ambayo ina hatari zaidi kuliko manufaa jinsi yalivyo. Kwa hivyo kuifikia katika hatua ya kwamba Marekani iweze kuondoa jeshi lake katika eneo la Mashariki ya Kati, maana yake ita proof ni failure ambayo haijawahi kuwa attained, haijawahi kufikiwa na rais yote wa nchi ya Marekani. Kila alichokuwa nakitafuta Rais Donald Trump, maana yake inaonekana kwamba atakuwa ameweza kuprove failure ambayo haijawahi kufikiriwa katika fikra ya kawaida. Katika mazingira namna hiyo, maana yake ni impossible situation, ni hali ya sintofahamu ambayo Rais Donald Trump hawezi kukubali. Kwa hiyo ukiangalia mtiririko wa mazingira, yani kadri unavyojaribu kuzichakata zile pointi ambazo zimetolewa na nchi ya Iran, ni pointi ambazo utekelezaji wake inawezekana ukawa ni mgumu. Na pointi ya mwisho ni kwenye kuhusiana na swala la kuondolewa kwa ile ile blockade ya au kizuizi kile cha nchi ya Marekani, ambayo actually jeshi lake linaonekana kama limejikita katika eneo la Ghuba ya Oman kwa ajili ya kuzitarget meli zinazoingia na kutoka katika nchi ya Iran. Jambo hili linaonekana ni jambo jepesi ambalo linawezekana likawa negotiate iwapo Iran watakubali kufungua mlango bahari wa Hormuz. Marekani inaweza kukubali kuondoa ile sehemu ya blockade. Tatizo linakuja tu kwamba je, framework ya kufunguliwa wa mlango bahari wa Hormuz itakuwa katika muundo gani? Kwa sababu kama itakuwa katika muundo wa watu kuchajiwa pesa, ni muundo ambao Marekani hawezi kukubali. Kama utakuwa bado upo katika framework ya nchi ya Iran kwamba Iran ndio anaruhusu nani apite nani asipite, ni jambo ambalo Marekani hawezi kulikubali. Kwa hiyo kuna vitu kadhaa ukivitazama katika sehemu ya proposal ya nchi ya Iran, bado unashindwa kupata solution ya moja kwa moja, na ndio maana inaonekana kwamba Iran wamejaribu kuchukua baadhi ya tahadhari, ikiwemo kuweza kufunga sehemu ya anga yake kwamba meli treni na ndege zisiingie wala kutoka mpaka siku ya Jumatatu. Yote ni kuonyesha kwamba kuna mazingira ambayo yanaweza kujitokeza kwa upande mmoja au mwingine kutokana na hii proposal ambayo imetolewa, yakasababisha kuingia tena katika mgogoro mwingine. Hili ni jambo ambalo bado tunajaribu kulitazama katika umakini mkubwa sana, pamoja na kwamba tunataraji kwamba huenda katika muda ujao tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu ni Maulid Ali Mnukwa, ni kuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na ni kuombe usahau kusubscribe, kulike, share pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.